Hello, karibu katika channel ya TZ Excel. Leo tunaendelea na tutorial ya numbers and texts. Numbers and text. Leo tutakwenda kuangalia namna ya clean text kwenye Microsoft Excel. Lakini baada ya kuangalia clean text, tutakuonyesha namna ya kuandika namba kwa usahihi kabisa katika programu ya Microsoft Excel, ili uweze kupata data ambayo ni clean na safi kabisa kwa ajili ya matumizi ya aina mbalimbali. Sasa hapa kama unavyoona, tuna majina upande wa kushoto. Haya hapa, haya majina yameandikwa lakini si kama vile ambavyo yanatakiwa yaandikwe. Lakini tuna sex ambazo zinaonekana hapa zimekaa ovyo ovyo au vibaya vibaya ambavyo haivutii kabisa. Tumeandika makusudi hivi ili kukuonyesha namna ya kupata clean names together with clean sex values. Na kabla sija kuonyesha hizi hapa nini cha kufanya, tuje moja kwa moja kwenye sehemu ya numbers. Jambo la kwanza kabisa unalotakiwa kujua, mara nyingi numbers zote zinakuwa aligned to the right. Kama hivi hapo unaiona, hii ni namba ndio maana iko kulia mwa cell. Lakini hii ni text, japo naiona kama namba lakini iko kushoto mwa cell. Sasa hizi namba zinaonekana zote zina makosa hizi. Sasa namna ya kuzicorrect tunafanyaje? Kuna namna moja ya kuziweka namba ziwe katika correct way. The only way ni kuziandika tena. Kwa mfano, ukiona namba iko upande huu, maana yake hiyo ina makosa ya O. Wameandika kwa kutumia O badala ya kuanza na sifuri. Kuna nyingine wameanza na vidash, nyingine katikati ina hizi spaces. Hizi ni namba mbili zina spaces ndani yake hizi. Alafu hii ina dashes. Kwa ndio maana zinakaa upande huu. Kwa mfano tukisema tuirudie hii hapa ni 0738 765432. Bonyeza pembeni hapa, unaona inakuwa numbers. Inaenda kwenye mfumo wa namba. Sasa ili kuifanya hii hapa iwe na feature unazozitaka, unazozitaka, kama kuna wengine unataka hizi dashes, kuna wengine unataka spaces hizi hapa, moja kwa moja highlight cell yako yote hii hapa. Nenda kabonyeze Ctrl+1, itatoka hii number formatting hapa. Kliki kwenye sifuri hapa. Hakikisha una hesabu 1 mpaka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tumepata namba ziko 10 na hapa juu inakuonyesha kabisa kwamba zimetimia 10. Sasa hapa ndipo tunapo format namba ambavyo tunataka iapie. Kwa mfano hapa tunataka ianze na 0787, tuweke kadash. Kwa maana yake namba 4 zitakuwa na kadash 0787 dash, alafu tutasema 661 tunataka iwe katikati iwe na dash. Tunatenganisha namba 33. Tunatenganisha namba 33. Of course tunabonyeza hapa dash, kairudi nyuma kidogo. Dash namba 33 0787 661 345. Alafu tunabonyeza okay. Umeona hizi namba zetu zimebadilika, zimekuwa 078 ngapi? Zimekuwa kwa staili ambayo sisi tunaitaka. Lakini sasa kama hutaki staili hii tena, labda hapa tukibonyeza hapa huku inakuonyesha hii ni namba complete, hazina zile dashes kama hii hapa. Na the way tulivyofanya tumeselect mpaka huku ili tutakapoingiza namba yoyote nako iwe mfano iwe hivyo. Mfano 0734 300 alafu 300. Bonyeza okay. Umeona ina separate yenyewe. Very simple. Hata ukija ukiweka huku mwishoni no problem. 0787 400 400. Bonyeza okay. Ina separate. Very simple. Kwa hiyo effect ime take place katika seli zote ambazo pia hatukuweka numbers. Kwa hiyo hapa hivi ndivyo tunavyo collect numbers. Lakini nirudi kwenye text. Haya majina yamewekwa hovyo yako randomly put, yani hayaeleweki. Sasa majina ni machafu na tunataka kupata clean names together with clean sex. Na hatutaki kwenda manually, tunataka iende automatically kwa kutumia formula.
Hebu tujaribu kufungua Microsoft Word kuangalia nini kime take place kwenye haya majina. Ukija kupaste kwenye Microsoft Word huku, ukipaste hizi values, alafu kaja kwenye home row, ukaja uka enable hii character to see every character that has been typed. Tunaona kabisa kila kilichofanyika. Kwa mfano jina la kwanza alibonyeza space mara nyingi sana. Umeona, na hii sex ya M amebonyeza space. Yani ni spaces ziko nyingi sana. Kila doti unayoiona hapa, hiyo ni space. Ni space bar hiyo imebonyezwa. Kila doti ni space mara moja. Kwa hiyo ukivihesabu viko vingapi hivyo ndizo idadi ya space alizobonyeza. Sasa tuachane na hii. Tuje kwenye formula moja kwa moja. Tunakuja hapa kwa ajili ya kupata clean names. Tunabonyeza, tunaandika is equal to, then tunasema trim. Trim what? We need to trim this cell. Alafu tunabana, bonyeza okay. Tumempata kabisa huyu Majuto na wenzake, tunaenda kuwapata. Majina anakuwa clean kama hivyo. Unaona huko yalikuwa mabaya. Na kwenye sex, tunaenda kwenye sex vivyo hivyo. Tunabonyeza is equal to, tunakuja kusema trim. What do we want to trim? We want to trim this sex. Kwa nini tuna trim? Kwa sababu tunataka kuondoa hiyo ma spaces ambayo wamebonyeza mara nyingi, alafu sisi hatuyataki. Kwa hiyo unabonyeza hapa, unapata sex zilizonyoka, lakini vile vile kumalizia kabisa ili kila kitu kiwe safi, una highlight hizi taarifa zako, una copy, and then unakuja hapa unabonyeza seli hii hapa ya student name ya kwanza kabisa, una right click, then una click paste as values only. Muona taarifa ilivyokuwa tamu. Taarifa imekuwa safi kama vile haijawahi kuwa chafu. Kwa hiyo mambo ya kuzingatia, hakikisha unajua numbers zote zinakuwa right side, text zote zinakuwa lined left, na remember any data that does not follow these rules is considered unclean and needs to be cleaned. Taarifa yote ambayo haifuati hivi vitu ninavyokufundisha, maana yake hiyo inatafsiriwa kuwa taarifa hiyo ni chafu au sio safi au haifuati mpangilio na inahitaji kusafishwa au kupangiliwa au kuwekwa katika mfumo ambao unaeleweka na haukeri. Yes, na remember, whenever you are doing in this form of data cleaning, whatever you do, you need to consider that if the data is pre-formatted, you can remove formats through the clear format tab. Hii inamaanisha nini? Let's say hizi numbers umeziformat kwa style hii. Sasa hutaki tena hizi format, unataka kuzifuta, lakini hutaki kufuta hizi numbers zilizopo humu ndani. Unataka kufuta format peke yake, lakini hizi namba hutaki kuzifuta. Unafanyaje? Una highlight hii eneo lote unalotaka kufanyia hiyo issue, alafu unakuja kwenye hiki kimfuto hiki, umekiona kuna kitu kinasema clear all. Clear all maana yake itafuta mpaka na numbers, lakini unagonga hiki kimeandikwa clear formats. Ukigonga clear formats, inafuta formats peke yake mpaka hizi cells zinafutwa, lakini unaacha numbers. Baadaye haya maseli yako unaweza ukayaselect, alafu kaja kwenye kutengeneza hizi bars zako, unazirudisha, habari imeisha na numbers ziko pale pale, wala hujafuta chochote. Lakini let us undo. Yes, we undo this because we need that format anyway. With that being said, this is TZ Excel Swahili Tutorials. Usikose kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Tutakuwa na mambo matamu sana. Kama unavyojua, tunafundisha masuala ya Microsoft Excel kwa wanafunzi, wanachuo, shuleni, mavyuoni, wafanyakazi wa serikali, maafisa takwimu wote. Fuatilia chaneli hii, utapata mambo mazuri sana yatakayo kusaidia katika kazi yako ya uafisa takwimu na kazi yako ya ufanyabiashara mdogo mdogo. Sisi tuko pamoja. This is Excel. Till next time, I will see you.